siku ya tarehe 9. Kwa mantiki hiyo basi, niko hapa Ngurume ya Radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe 9, naye si mwingine ni Mtume Boniface Mwamposa. Safari hii tuhakikisha kwamba mnyama anakwenda nusu fainali. Kwa heshima na taadhima kutoka Simba Sports Club tunakualika Mtume Boniface Mwamposa kwenye shughuli yetu ya tarehe 9. Na tunafanya mazungumzo naye hapa, ikiwezekana kesho kwenye ibada tukawauzie waumini wake tiketi. Jana tumetangaza mgeni maalum katika mchezo wetu dhidi ya Al-Masry, lakini vile vile tukaonesha nia ya kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Kaka, na niwaambie kwamba amefurahi mno na anaweka sawasawa ratiba zake aje kujumuika nasi, aje kujumuika na Simba, aje kujumuika na Watanzania wenzie. Lakini leo niko hapa katika tawi hili la Ngurume ya Radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum kuelekea katika mchezo huo. Safari hii tumedhamiria ubaya bwela, na tunapiga kila engo, na tunakusanya kila nguvu, na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Wachawi wengi ndugu zangu, wabaya watu, msifikiri tunakwama tu kwa bahati mbaya, na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu fainali siku ya tarehe 9. Kwa mantiki hiyo basi, niko hapa Ngurume ya Radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe 9, naye si mwingine ni Mtume Boniface Mwamposa. Kile ambacho kilitokea kule Misri ndo yale maajabu ya mende kuangusha kabati. Hasa maajabu kama hayo huwa hayajirudii mara mbili. Amefanikiwa kuangusha kabati kule kwao Dar es Salaam, nizamu ya kabati kusimama imara. Silaha ya kila mwana Simba siku hiyo ni tiketi yake. Ujanja wa mwana Simba siku hiyo ni tiketi yake. Asibaki mtu nyumbani siku hiyo, kila mwana Simba tukutane Benjamin Mkapa. Na unabaki nyumbani unafanya kitu gani? Kwa mfano unasuka ukili, unabaki nyumbani unafanya nini siku hiyo? Mashabiki wa Azam hawana pa kwenda siku ya tarehe 9, wanabaki nyumbani. Mashabiki wa Dodoma Jiji hawana pa kwenda siku hiyo, wanabaki nyumbani.
Mashabiki wa Kagera Sugar hawana pa kwenda siku hiyo, wanabaki nyumbani. Mashabiki wa KMC siku hiyo hawana pa kwenda, wanabaki nyumbani. Mashabiki wa Juma Mwiki wanabaki wanakuwa kufanya tarehe 9 Jumatano, wanabaki nyumbani wanakuna nazi. Mwana Simba unabaki kufanya nini na hao watu? Tuwaachie majumba waendelee kufanya shughuli za nyumbani. Sisi wana Simba twende Benjamin Mkapa, tukirudi tunapika chakula tayari. Lazima tujitofautishe na wao. Na tunajitofautisha vipi? Kwanza, Jumatano naamka na jezi yako ya Simba. Jumatano hiyo hiyo unaondoka nyumbani unakuja Benjamin Mkapa. Tofauti ya wao na sisi siku hiyo, wao watabaki jikoni, sisi tunakwenda Benjamin Mkapa. Ndugu zangu, kwenye kumalizia tu, twende mbele turudi nyuma. Hii mechi tunaitaka, na hii ni kutoka moyoni. Hii mechi tunaitaka, na kila mwana Simba ajiambie kwenye nafsi yake ya kwamba hii mechi tunaitaka na hii mechi tunavuka. Kila mwana Simba akikaa peke yake aseme ya kwamba hii mechi tunavuka. Hatuna option nyingine yeyote mwaka huu zaidi ya kuvuka kwenda nusu finali, na kuvuka huku tutavuka wote wana Simba. Tiketi yako ndiyo mkombozi wa kuivusha Simba kwenda hatua ya nusu finali. Baada ya kusema haya, ndugu zangu wana Ngurume, tiketi imenunua kitu au mmecheza hapana? Na sisi lazima twende mtawala siku zote kwa zaidi ya 100. Zaidi ya 100. Biashara nzuri. Na wengine ambao sio wanachama wa tawi hili, mnaweza mkajiunga na tawi hili kwa ajili ya kuja uwanjani siku hiyo. Mzee Malaika, una miaka mingapi? 64. Anatosha. Nimetumwa wa miaka 64. Huyu atupeleka nusu finali. Huyu tukimtoa usiogope Mzee Malaika, tunakuhitaji sana. Wapo wengi. Tukiamua kutoa mtu jamani, asanteni sana, nawapenda sana.